Mheshimiwa Baba Paroko Padri Crescent Mganga, Mheshimiwa watawa ambao tumeshiriki misa hii, mafrateli, halmashauri ya walei, tumishi vyama vya kitume vyote, wana kipaimara, wazazi na wasimamizi wao, wanahabari na wapiga picha. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Nisingekuwa na jambo la pekee na mimi katika siku hii ya leo. Kwanza, kama taifa la Mungu, kama familia, tumeweza kusafiri vizuri kwa mwaka mzima huu 2025 ambao ulikuwa na zawadi kubwa ya jubilei. Tumeshiriki kikamilifu, na leo kwa tarehe hii na siku hii tunamaliza Dominika hii ya huu mwaka wa kanisa. Ni mwaka uliojaa neema, uliojaa baraka, lakini ni mwaka ambao tumeshuhudia mambo makuu katika kanisa: kukua kwa imani, mshikamano wa dhati na upendo baina yetu. Tupongezane. Sababu hiyo, tunapomaliza mwaka huu, ni waombezi tunu zote za msingi ambazo tumezipokea katika mwaka huu mtakatifu, tuendelee kuwa nazo na kukua nazo katika maisha yetu ya kila siku, na tuhame nazo, tuende nazo katika mwaka huo unaoanza, ili tuweze kufanikiwa katika utume wetu na maisha yetu ya kiroho. Baba Askofu Mkuu, barua yake imejieleza akishukuru kwa namna mbalimbali ya michango mingi ambayo ninyi kama waamini mmeshiriki kuitoa kwa ajili ya kufanikisha shughuli mbalimbali za kijimbo, zikiwemo pia shughuli mbalimbali zinazotekelezwa katika ofisi yetu. Nirudie tu kusema kifupi, asanteni sana kwa majitoleo yenu, na wakati wote tutakapowaomba mtusaidie, kwa sababu nguvu yetu ni ninyi. Aidha, tunaposhukuru kwa ajili ya jengo hilo jipya la utawala ambalo sasa limekamilika, tayari tumeshawatangazia siku zilizopita, na leo narudia tena kuwatangazieni kuwa tunayo kiu kubwa na mahangaiko makubwa katika jimbo letu, na hasa kwa parokia ambazo ziko pembezoni katika swala zima la usafiri. Baadhi ya waamini wenzetu kama sisi wanashindwa kupata huduma za kiroho kikamilifu kwa sababu mababa hawana vyombo vya usafiri. Ni kwa sababu hiyo tu tunapenda kuwaalika na kuwahimiza, kuwasisitiza na kuwaomba kweli, Dominika ijayo ya tarehe 30, kila mmoja wetu akajipanga vizuri kwa moyo wa upendo na ukarimu kuchangia huduma ya Injili iweze kwenda pembezoni mwa jimbo letu, ili wale nao wakapata huduma safi na inayofaa. Mapadri hao wa sehemu hizo ambapo tunatembelea unaonja kiu ya dhati na maumivu makubwa wanayoyapata kwa kukosa vyombo vya usafiri. Wengine wanadiriki hata kutumia bodaboda ili kuifikisha Injili kwa waamini wenzetu, ambayo ni hatari kubwa pia katika usalama wao, na wengine wamediriki hata kuumia au kuchelewa katika kutoa huduma zao. Na waomba sana, Dominika ijayo tulioichagua kwa Dominika pekee katika mwaka mzima huu, tuchangie magari ya mapadri walioko pembezoni. Kidogo cha kwako utakachokitoa kitasaidia kununua gari. Jipange kuanzia wiki hii mpaka Jumapili ijayo kununua gari ambalo utamzawadia padri kwa hicho ambacho unacho. Tunakaribisha michango yenu wote, lakini hata watu binafsi, akaunti ziko wazi, mtupatie ili tuweze kuwapatia hao magari. Tunayahitaji mengi, lakini upatikanaji wa hayo utategemea ukarimu wenu. Ukarimu ukiwa mkubwa tutapata mengi, na ukiwa wa wastani basi tutafanya kwa kadri jinsi ya uwezo tutakaokuwa nao, kwa sababu hatuna nguvu nyingine
isipokuwa hiyo ambayo tumeona turudi na kuwaomba sana. Kwa hiyo Jumapili ijayo itakuwa hiyo, na ninawaomba tufanye hivyo. Linaloendana na maadhimisho haya tuliyofanya ya leo, hasa ya sakramenti ya kipaimara, ni kilio bado kwa kanisa, lakini hasa kanisa letu la Dodoma. Hawa vijana baada ya sakramenti ya kipaimara huwa wanakwenda wapi? Na humu tumo wote, wadau wote wa hawa vijana tumo, wazazi wamo, wasimamizi wamo, majirani wamo, viongozi wa jumuiya mmo, na wote tuko humu ndani. Tuulizane, tulipe jibu hili swali zito. Watoto hawa baada ya sakramenti hii ya kipaimara wanakwenda wapi? Hawaonekani kwenye jumuiya, hawaonekani kanisani, hawaonekani kwenye vipindi vya dini. Wanajificha wapi? Ni vizuri tukalitatua hilo sisi, kwa sababu najua wazi kuwa utatuzi wa swali hili gumu au jibu lake sisi tunalo, na tukiamua tunaweza tukafanya hivyo. Tumebaki kuwa na vijana ambao wanashiriki tu makongamano. Ukitangaza kongamano, vijana wanakwenda. Hata sasa hivi vijana wetu wako Singida. Sio kwamba tunasema usishiriki, tunawashukuru, lakini hayo maisha ya kongamano tu yatatufikisha wapi? Je, kila siku tufanye makongamano na yenyewe tutaweza? Hatutaweza. Lazima tujenge imani yetu kutoka ndani na tutafute sehemu fulani ya kuanzia ili tuweze kuondoa huo ugonjwa ambao unawasababisha ili kundi linaloitwa la vijana kupotea katika majukumu mbalimbali ya kikanisa. Kwa ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa tunawalea vizuri. Wasimamizi, jitahidini kuhakikisha kuwa vijana wenu mliowasimamia hawapotei. Na wazazi, jitahidini kuona kuwa watoto wenu wanaendelea kushiba kiroho siku zote, ili katika hayo yote tuweze kufanikiwa. Tusome neno la Mungu, na hili tunaliacha sana, na hata kama tunalisoma kwa mbio, kukimbia. Tujitahidi kukaa nyumbani, tutafakari neno la Mungu, tuiunganishe familia yetu, tusali pamoja jioni. Itatusaidia kuwakusanya vijana wetu. Tutajua changamoto zao, lakini tutajua namna gani ya kutatua changamoto zao. Na waomba sana tuwageukie vijana, kundi ambalo linakwenda vizuri afu linapotea. Tuwasisitize pia kujiunga na vyama vya kitume, kushiriki semina mbalimbali, kushiriki masakramenti na kujitahidi katika sala mbalimbali, misa takatifu kwenye jumuiya na kuabudu Yesu wa Ekaristi, bila kusahau kabisa kusali rozari katika maisha yao. Baada ya kusema haya, ni wapongeze sana sasa ninyi nyote ambao mmeimarishwa na kuthibitishwa katika imani. Mkue katika imani hiyo, muwe watetezi na muitangaze imani ambayo leo hii mmeikiri na mmeipokea. Hongereni sana. Lakini pia ni washukuru makatekista wote ambao wamewaandaa katika hali hii. Ni ukweli kuwa hapa nilikuwa nafuatilia kitu cha msingi sana katika maisha, kwa sababu sio tunaitikia kila mmoja anavyopenda. Sakramenti tunapaswa kuitikia kwa namna jinsi ilivyo, na vitabu vimeshaandika vizuri juu ya jambo hilo. Hata hivyo, nikiri wazi kuwa katika mizunguko yangu mingi ninayoenda, vijana hawa nadiriki kusema kuwa wamejitahidi sana kuitikia na wameiva. Hongereni sana pia. Niwapongeze wazazi na wasimamizi kwa kuwatoa na kuwaruhusu vijana hawa kupokea haya. Kazi yenu iliyobaki kulinda hii sakramenti walioipokea inaendelea kufanyiwa kazi katika maisha yao. Mwisho wa yote, nishukuru Baba Paroko, uongozi mzima wa halmashauri ya Warei, na ninyi nyote mliokuwa hapa
kwa zawadi zenu na sadaka zenu. Mungu awabariki sana. Nibaki nikiwaombea siku zote katika kuumaliza huu mwaka mpaka hapo Jumamosi saa 9 na dakika 59 ya alasiri, na niwaombee heri na baraka katika kuanza mwaka mpya unaoanza saa 10 alasiri Jumamosi ijayo. Nawatakia neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.